andika kichwa cha somo, ufahamu juu ya Yesu. Ufahamu juu ya Yesu. Ufahamu. Naanza kufundisha kile ambacho Mungu amenipa leo. Kuna kitu nataka kusisitiza leo, kifupi sana, lakini nataka tujifunze. Kama kuna kitu ambacho sasa hivi kanisa alizungumzii, ni hii kuhusu Yesu mwenyewe. Yesu mwenyewe. Huyu Yesu ndio nataka kumzungumzia leo kwa kifupi sana. Nataka unisikize vizuri sana. Sihitaji sana ushabiki, nahitaji unisikize vizuri sana. Tunajifunza ufahamu juu ya Yesu. Haleluya. Tunaweza kuzungumza maneno mengi sana, lakini nataka tujifunze ufahamu juu ya Yesu mwenyewe. Haleluya. Nasema haleluya. Naomba Yohana sura ya 6 mstari wa 28 na wa 29. 28 na 29. Yohana sura ya 6 mstari wa 28 na 29. Haleluya. Kanisa hili tumejengwa juu ya msingi wa neno na sio mbwembwe. Sawa sawa? Msingi wa neno sio mbwembwe. Na najua neno linapofundishwa kwa usahihi watu mnalishika, na you are a powerful church. Jipigeni makofi. Hili kanisa la maana sana. Na nisaidie kumwambia jirani yako kwamba wewe ni mtu wa maana sana. Haleluya. Na Yohana sura ya 6 mstari wa 28 na wa 29 anasema, basi wakamwambia, tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Hili ni swali. Hawa wanamuuliza Yesu. Rudisha pale kwanza baba. Mstari wa 28 anasema, tufanyeje ili tuzitende kazi za Mungu? Hii ni swali zuri, linaonyesha watu wana kiu, wana nia ya kuifanya kazi ya Mungu. Watu wana moyo wa kuifanya kazi ya Mungu. Kwa wanamuuliza huyu bwana mkubwa ambaye anamjua Mungu, ambaye anawafundisha habari za huyu Mungu, awaambie jinsi ya kufanya ili wazifanye kazi ya Mungu. Labda kuna modality fulani, labda kuna procedures zinatakiwa zifanyike, lakini lengo lao ni kuzifanya kazi za Mungu. Wana kiu, ni kitu kizuri. Hata mimi mtu akija hapa akaniuliza, hebu niambie nifanyeje ili nifanye hiki, najisikia vizuri. Huyu ana moyo wa kazi. Kwa nampa utaratibu wa nini cha kufanya ili afanikishe anachotaka kufanya. Haleluya. Yanakuelewa haya. Lakini jibu analotoa Yesu mstari wa 29 anasema, Yesu akajibu akawaambia, hii ndiyo kazi ya Mungu. You see? Yeye hawaambii jinsi ya kufanya kazi ya Mungu, anawaambia kazi ya Mungu. Sasa anasema hii ndiyo kazi ya Mungu, mwaminini yeye aliyetumwa na yeye. Believe in him who was sent. Mwaminini yeye aliyetumwa na yeye. Wao wameuliza namna gani tunaweza tukafanya kazi za Mungu. Hili ndio swali la wanafunzi. Wanataka kujua wanawezaje kufanya kazi ya Mungu. Tuelekeze njia na namna ya kufanya kazi za Mungu. Lakini Yesu anawaambia kazi ya Mungu ndio hii. Ndio hii. Kazi ya Mungu, anasema hii ndio kazi ya Mungu. Mwaminini yeye aliyetumwa na yeye. Kwa maana nyingine anataka kuambia kwamba swala sio utaalamu wa kufanya kazi. Swala sio uwezo wa kufanya kazi. Swala sio mbinu za kufanya kazi za Mungu ziweze kutokea, bali la muhimu hapa ni nani mnamwamini. Come on, and follow me. Naomba nifuatilie vizuri sana. La muhimu hapa ni nani unamwamini. Unaamini nini? Unamwamini kivipi? Kwa unataka kufanya mambo makubwa, yes. Lakini unayafanyaje bila kumwamini huyu aliyetumwa? Kwa la msingi, kazi yako ya msingi, muamini huyu hapa. Kwa maana mengine anaweza kusema kwamba ukimwamini huyu mengine atajipa. Ukichukua hatua ya kumwamini huyu aliyetumwa, mengine atajipa. Hayawezi kuja hayo mengine kama hujamwamini huyu. Yanakuelea haya. Nasema yanakuelea haya. Kwa hiyo yeye anawaambia kazi ndio hii. Umwamini yeye aliyetumwa na yeye. Hebu weka ya Kiingereza uone inavyosema, New King James Version. Anasema weka hiyo ya English, anasema Jesus answered, the work of God is this, to believe in the one who has. Wao wanataka kujua namna gani tunaweza tukaifanya kazi ya Mungu. Tuna kiu bwana mkubwa, tuonyeshe, show us. Umetoka kwa Mungu, yes. You know him, yes. Unatufundisha habari za Mungu, ndio. Lakini na sisi tunataka kufanya kazi ya Mungu sasa. Tuonyeshe jinsi ya kufanya. Anaambia sasa hii ndio kazi ya Mungu. Hii ndio kazi ya Mungu. Mwaminini yeye aliyetumwa na yeye.
Msihangaike na mengine. Msitafute mbinu. Msitafute kufunga. Msitafute kufanya nini? No, muaminini yeye aliyetumwa na yeye. Now listen. Unajua watu wengi sana ndani ya makanisa, nisikize vizuri hapa. Makanisani sasa hivi tunachokifanya ni kutengeneza mipango na mikakati mingi sana. Hatutafuti kumwamini huyu Yesu. Hatutafuti kumjua huyu Yesu. Mara nyingi tuna mipango mizuri, haina sio shida, lakini ili mipango iweze kuwa ya maana, lazima tutafute kwanza kumjua huyu Yesu tuweze kumwamini. Na ndio maana mwenyewe anasema nyie watu hamna kitu mtafanya kama hamjamwamini huyu aliyetumwa na yeye. Mnataka kufanya kazi za huyu aliyenituma, niaminini mimi kwanza. Yanakuelea haya? Nisaidie kumuuliza jirani yako, yanakuelea haya? Ya muulize, yanakuelea mpendwa? Hebu tuone Yohana sura 14 mstari wa 8 mpaka 12. Yohana sura 14. Yohana sura ya 14 mstari wa 8 mpaka wa 12. Mstari wa 8. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Na nifuate vizuri sana hapa, utaona andiko la kwanza na andiko hili how they tally. Anasema Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Jamani, nisikilizeni vizuri sana leo. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Mstari wa 9 anasema Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliniona mimi amemuona Baba. Basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Now listen bwana, sikilizeni. Huyu mtu hajawahi kuambia chochote kama yeye na Baba siku moja, anything about Baba. Nao anawaambia habari za Baba. Now Filipo yuko ana kiu, na wanafunzi wana kiu kujua, huyu tuonyeshe Baba. Huyu Baba yukoje? Show us Baba. You mentioned about Baba, 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 Baba. Tuonyeshe huyo Baba. Tuonyeshe huyo Baba. Wanafunzi wanamuuliza Yesu. Maana yeye Filipo akasema hapana, tuonyeshe Baba. Sasa yeye anawaambia, Yesu akamwambia, mimi nimekuwa pamoja nanyi. Nimesema tuonyeshe Baba. Anasema mimi nimekuwa pamoja. Mnanifuata anachokisema hapa? Hapa tunajifunza ufahamu juu ya Yesu. Na kukumbusha tu, tunajifunza ufahamu juu ya nani? Ya Yesu. Watu wengi wanamtaja Yesu. Watu wengi wanaomba kwa jina la Yesu. Watu wengi wanatumia jina la Yesu. Yesu, Yesu. Lakini watu hawamjui Yesu. Nataka tumjue Yesu. Yanakuelea? Tuwe na full knowledge about Jesus. Nao anasema hivi, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue? Filipo anashangaa. Wewe nimesema nionyeshe Baba, unasema nikujue, umekuwa na sisi tena. Anasema aliyeniona mimi amemuona Baba. Basi wewe wasemaje tuonyeshe Baba? Yesu anamjibu Filipo. Yesu anamjibu Filipo. Angalia jibu la Yesu hilo. Twende mstari unaofuata. Sadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Au sadiki hilo? Anasema hayo maneno niwaambiayo, hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akae ndani yangu huzifanya kazi zake. Now listen. Huu mstari wangapi? Wa 10. Bado mstari miwili. Anazungumzia Baba anayekaa ndani yake. Anazungumzia yeye kukaa ndani ya Baba. Kwa yeye na Baba wa umoja. Ni umoja. Yeye na Baba ni umoja. Now listen to this. Lakini most of the time tukimzungumzia Yesu tunazungumzia kama ka entity fulani nje ya Mungu. Kitu fulani, mtu mmoja nje ya Mungu. Pembeni, Yesu hapa, Mungu hapa. I want to show you leo kwamba hakuna wakati wowote Yesu aliwahi kuwa pembeni na Mungu akawa pembeni. Haijawahi kutokea. Kwa when you mention of Jesus, unapomtaja Yesu, you are mentioning of God. When you mention God, you are mentioning of Jesus. Come on, niko pamoja na watu hapa. Niko pamoja na watu hapa. Unapomtaja Yesu unataja habari ya Mungu. Unapotaja Mungu unataja habari za Yesu. They are one. Ni kitu kimoja, ni jambo moja. Usitishwe na mgawanyo wa kazi. Ndio maana hapa anasema mimi ni ndani ya Baba na Baba, lakini Baba akae ndani yangu uzifanya kazi zake. Yesu anataja. Twende mstari wa 11. Mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? La, hamsadiki hivyo. Sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Hizi kazi zinadhihirisha nani anakaa ndani yangu na mimi ni ndani ya nani. Hizi kazi zinaonyesha mimi ni nani. Hamtaki kunisadiki, angalieni kazi ninazozifanya. Sura 12 anasema hivi. Anasema amini amini nawaambieni, yeye aaminiye. Now we are back there. Tumerudi pale.
Amini amini, yeye aaminiye aniaminie, yeye aniaminie mimi. Anasema kazi ya Mungu ni kumwamini yeye aliyetumwa na yeye, si ndio? Sasa yeye aniaminie mimi niliyetumwa na yeye, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atazifanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Kwa hiyo anaposema mimi naenda kwa Baba, anakuonyesha kwamba anaenda kupresent the full work, kazi yote aliyotumwa kuifanya, aliyoikamilisha. Anakuambia sasa ni nyinyi mtafanya kazi kubwa kuliko hizo. Yanakuelewa hayo? Lakini mtafanya mambo makubwa kwa sababu mnaniamini mimi niliyetumwa. Mimi nikae ndani na Baba na Baba ndani yangu. Now listen, watch here. Kwa mfano mwaka huu tumesema ni mwaka wa uamsho, sio? Sasa tunapotamka kwa mfano uamsho, kama kuna mtu anasikia huko, kila mmoja anaweza kuwa pamoja na uamsho wetu wa pamoja, kwamba tuwe na uamsho kwa maana ya ushirika wetu na Kristo. Kila mtu anaweza kuwa na jambo lake. Sawa Baba, pamoja na hili amsha biashara zangu. Sawa sawa? Ambacho sio kitu kibaya. Pamoja na hili amsha afya yangu. Pamoja na hili amsha ndoa yangu. Pamoja na hili amsha watoto wangu. Anatafuta kitu cha uamsho ndani ya maisha yake. Kwa hatuendi wote tukiwa tunafanana. Kila mmoja anaweza kuja na, hata tukija hapa mbele kwamba njoni tu, nikiita watu njoni waombe, sio wote mnakuja kwa ajili ya ugonjwa. Sio wote mnakuja kwa ajili ya uchumi. Sio wote mnakuja kwa ajili ya jambo fulani. No. Mtu mwingine atakuja kwa ajili ya ndoa, mwingine atakuja kwa ajili ya afya, mwingine atakuja kwa ajili ya biashara zake, mwingine atakuja kwa mambo mbalimbali. Sawa sawa? Mwingine tu hapendi kuota ndoto, lakini anaota, anataka kuota tena, anakuja. Ni haja yake. Kila mtu ana shida yake. Sawa sawa? Sasa hapa tunaambiwa, amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Sasa hapa ametupa mambo mawili ya kuamini: kumwamini yeye na au kuamini kazi. Ingawaji anaonyesha wazi kwa andiko hili kwamba kumwamini yeye ni bora na kuna nguvu zaidi kuliko kuamini kazi. Hapa nimeeleweka? Kwa hiyo ukimwamini yeye sio tu unaziona kazi, ila hizo kazi unaweza kufanya kubwa hata kuliko hizo kwa kumwamini yeye. Ila kama umeshindwa hata kujua kumwamini yeye, basi amini kwa sababu umeziona kazi. Na huyu Yesu, nisikize, Yesu, watu wengi sana hawamfuati kwa sababu ni Yesu kwa jinsi alivyo. Wanamfuata kwa sababu ya kazi. Wanafuata miujiza, wanafuata matokeo fulani. Kwa mfano tumesikia shuhuda nzuri, binti yangu ametoa ushuhuda, na yule binti mwingine ametoa ushuhuda, amechangamka kabisa. Tukisikia vitu tunasema yes, huyo ndio Yesu. Kama unamwamini Yesu, now watch here. Sikiliza. Kama unamwamini Yesu au unamfuata Yesu kwa sababu tu ya miujiza, kwa sababu tu ya matendo fulani au habari fulani unasikia za matendo yake, hicho ni kiwango cha chini sana cha imani. Hicho ni kiwango cha chini sana cha imani ambacho sicho Yesu anachotaka tutembee nacho. Haja upo? Sicho Yesu anataka tutembee nacho. There's a higher level of faith. Kuna kiwango cha juu cha imani ambacho Yesu anataka tutembee nacho. Lakini hiki kinatokana na kumjua yeye na kumwamini yeye aliyetumwa. Lazima ujue huyu aliyetumwa ni nani. Sasa naomba tusome sasa. Oh Jesus. Mungu anisaidie tuelewe. Yohana 1:18. Yohana 1:18. Hili ndilo andiko ambalo kabla sijalisoma limenifanya nisome vitabu vingi sana. Hili hapa. Nimesoma Biblia nyingi sana kutafuta tafsiri ya hili neno. Nimesoma, nimeomba. This one. Nakumbuka wakati nafundisha hii kitu Mwanza, nilienda na Biblia kama 6 kanisani. Kama 6. Nilienda na Biblia ambayo hamjawahi kuiona. Namshukuru Mungu nimeipata. Na nimeiagiza nje. Inaitwa Legacy Study Bible. Unajua?
Inaitwa Legacy Study Bible. Hiyo ndio imenipa tafsiri nzuri ya hii kitu. Nao tusome hapa. Hebu tusome wote, 1 2 3 twende. Mwana Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Sasa aliyemfunua. Huyu ndiye aliyemfanya nini? Angalia neno aliyemfanya nini? That's a very good language. Let me see. Is that how it says here? Nione. Mbona hiyo kama nimeipenda sana. Hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Hakuna. Yohana anasema hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee. Mungu mwana pekee. That language. Mungu mwana pekee aliye kifua cha Baba ndiye aliyemuona. Sasa hii ndio tafsiri sahihi kutoka kwenye Legacy Study Bible. Kumbuka neno Mungu mwana. Angalia neno Mungu mwana pekee ndiye aliyemuona. It's very open. Hii New King James Version nilionayo hapa inaniambia hivi. No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he has declared him. Anasema the only begotten Son, who is in the bosom of the Father, kwenye kifua cha Baba, ndiye aliyemfunua, ndiye aliyemuona. Lakini kuna watu mnasoma Biblia hapa na watu mmeshasikia vitu vingine kwamba Musa alimuona Mungu. Sawa? Musa alikutana na uwepo wa Mungu. He has never seen God. Ali encounter God but he never saw God. Utasikia Yakobo anasema nikamuona Bwana, nikamuona Mungu, nimemuona Mungu na bado naishi. Hakumuona Mungu, alikutana na uwepo wa Mungu, not God. Biblia inasema was declared openly. Yohana anasema no one at any time has seen God. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba peke yake ndiye aliyemfunua. Hakuna aliyemwona, no one amewahi kumwona huyo Mungu. Hakuna mwanadamu. Now follow me carefully. Nifuate vizuri hapa. Now, anaposema hivyo nataka tuangalie kidogo hapa. Kwa maana nyingine anazungumzia habari ya kwamba huyu Yesu ambaye tunamuita mwana, anasema alikuwa yuko tena anasema aliyemwona, aliye katika sio aliyekuwa kwenye kifua. Kumbuka lugha. Nao nimejifunza hapa kwamba Biblia inabeba na mama wawili, kanuni na nini na lugha, si ndio? Sasa angalia lugha hapa ni lugha inatubeba. Anasema hakuna aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba. Kwa hiyo huyu Mungu mwana anakaa katika kifua cha Baba. Na lile neno bosom, ile kifua, kwa maana ya bosom alivyoisema vile, ni ndani ya Mungu, aliye ndani ya Mungu. Narudia kwamba aliyemwona huyu aliyemfunua ni huyo tu aliye ndani ya Mungu. Ndio maana kule nyuma tumeona maandiko yanasema mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani. Come on, mnanifuata hapa? Kwa hiyo yuko ndani ya Mungu. Sasa anakaa ndani ya Mungu na Mungu anakaa ndani yake. Huyu anaitwa nani? Come on. Nipeni jina. Msirahisishe kusema Jesus. Sema God. Anaitwa nani? Come on. Twende sasa. Anaitwa nani? Sio mimi niliyosema. Turudi kwenye maandiko. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee. Imetaja nani aliyemwona hapo? Ni Mungu nani? Anaitwa Mungu nani? Come on. Anaitwa Mungu nani? Let's go. Anaitwa Mungu nani? Ndiye amemfunua Baba, si ndio? Ni Mungu mwana. Alipofanyika kuwa mwana ndipo alipomfunua Baba. Sawa sawa. Ndio maana nilikuja kuconclude. Unajua hata mimi niliwahi kusema hivi, hata mimi napenda kuwa mkweli. Mimi nasema tu ukweli. Hata mimi niliwahi kuhubiri kwamba Yesu alikuwa mwanadamu
Alikuwa anaitwa tu Yesu mpaka alivyokufa akafufuka akawa Kristo. Si ndio? Nafikiri niliwahi kusema hicho kitu. Si ndio? Leo narekebisha. Hajawahi kuwa mwanadamu. Jesus has never been a human being. Nataka nikurudie tena, Yesu hajawahi kuwa mwanadamu 100% wakati wowote. Na nitakuonyesha kwa maandiko. Kwa atuabudu kitu cha mchezo wapendwa. Tunapotamka Yesu hatutamki kitu cha mchezo. Nataka tu ufahamu wako ubebe hiki kitu, kama unaweza kuconceive kitu ndani yako kwamba huyu Yesu unayemsema is God. Unajua kuna watu wengi sana, kwa mfano ukweli ni kwamba kama ni Mungu mwana, ina maana inamhitaji Mungu kumjua Mungu. Inamhitaji Mungu kumjua Mungu. That's why ukisikia na wasisitiza soma Biblia. The more unachukua maandiko ndani, you become something different. Unapozidi kuingiza maandiko unakuwa kitu cha tofauti. Unapozidi kuingiza maandiko ndani unakuwa kitu cha tofauti. Unafika kwenye level ya ufahamu wa kimungu, then unamjua Mungu. Huwezi kumjua Mungu kwa sababu unasali. Huwezi kumjua Mungu kwa sababu unafunga. No. Ni kwa sababu unatafuta ushirika na yeye. Sio tu Kristo Yesu ndani ya Mungu. No. Sio tu kwamba kwenye kifua kwa nani. Kuna hilo intimacy. Intimacy nini kwa Kiswahili? Ule mshikamano. Muunganiko. Wameungana hivi. It's one. Tunamwabudu Mungu mmoja. Sasa mkienda huko nje mtasikia mnaabudu Mungu watatu, Mungu Mwana, Mungu Baba. Let me show you. Hallelujah. Nasema hallelujah. Nasema kitu kinachoeleweka hapa. Nasema hii neno in the bosom means within. Ni ndani yake. Sasa watu wengi sana wanafikiri Yesu alianza maisha yake kwenye tumbo la Mariamu alipobeba mimba. Kwamba that's where Jesus started. No. It's not true. Sio kweli. Yesu ni Mungu aliyefanyika mwili. Jesus, he is God made fresh. Ni Mungu aliyefanyika mwili, aliyechukua mwili. Imeandika Yohana 1:14. Yohana 1:14. Ni Mungu aliyefanyika mwili. Alibeba mwili, yes, ili awe na nafasi ya kuja kufa kwa ajili yetu atukomboe. Alibeba mwili, lakini he is God. Na maandiko yanaweka very clear kwamba Mungu akiwa ndani ya Yesu Kristo, akiupatanisha ulimwengu na yeye. Ndani ya Kristo, alikuwa ndani yake, anaupatanisha ulimwengu na yeye. So it's God himself. Na watu wengi sana ukiulizwa nani alimuua Yesu, hamna, usiseme Warumi, usiseme shetani. No. Shetani asingeweza kumuua Yesu, asingeweza. Ni Mungu alimuua Yesu. Ni Mungu mwenyewe alimuua Yesu kwa ajili ya ukombozi wetu. Ndio maana huwa nawaambia watu, penzi alilonalo Mungu kwetu halina tofauti na penzi alilonalo kwa Kristo. Ni lile, ndio maana akamtoa afe kwa ajili yetu. Si yanakuelewa haya mpendwa? Kuna mtu ananielewa? Bado naeleweka? Okay, hata nisipoeleweka mtaendelea kueleweshana kwa wale ambao mmeelewa. Amen? Nasema amen. Nao kuna kitu kimoja hapa nataka tuende mbele kidogo. Time inaenda, wana mimi nipambane nao. Unajua, kwa mfano, hebu Luka 2:11 haraka. Luka 2:11, twende haraka. Anasema, maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Sasa haya ni maandiko yanaonyesha leo amezaliwa. Biblia inasema leo amezaliwa. Leo, the day he was born, alizaliwa kama Kristo Mwokozi. Hajawahi kuzaliwa kama mwanadamu. I want to prove kwamba Jesus is God na he has never been a human being. He is God in the flesh. Huyu ndiye tunayemwamini. Lazima umfahamu, uwe na ufahamu juu yake. Usiabudu vitu ambavyo, usipige makelele tu kama wapiga kelele wengine wavimba macho kule. Lazima uwe na ufahamu wa huyu Yesu. Lazima uwe na ufahamu wa Yesu. Huwezi kumwabudu Yesu usiyemjua. Impossible. Watu wengi sana wanaabudu usiyokijua, ndio maana hata ibada sio halisi. Usikubali kuabudu usiyokijua. Abudu unachokijua. Ndio maana Yesu mwenyewe akamwambia mwanamke Msamaria, sisi Wayahudi tunaabudu tukijuacho. Tunajua maana ibada, tunajua tunachokiabudu kwa sababu wokovu watoka Yahudi, we know. Lazima ujue unachokiabudu.
Umjue Yesu unayemwabudu, umjue. Sasa huwezi kumjua Yesu kwa sababu you sing, unaimba. Huwezi kumjua Yesu kwa sababu you pray. Utamjua Yesu kwa kuyameza maandiko na kujifunza. Ndio maana Yesu akasema hivi, nendeni mkawafanya watu kwa nini? Wanafunzi, sio Wakristo, sio washirika. Muwafanye watu kuwa wanafunzi. Kujifunza, kwenda deep, kuwa kile ambacho alikusudia wakati anaenda msalabani. Nasema yanakuelea. Sasa kwa mfano tunaposema Yesu ni mwana wa Mungu, Jesus is the son of God. Yohana sura ya 1 mstari wa 1 na wa 2. Weka pale. Yohana sura ya 1 mstari wa 1 na wa 2. Anasema hapo mwanzo kulikuwa hapo na neno. Naye neno alikuwa hapo kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Mstari wa 2 anasema nini? Anasema huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Neno alikuwa kwa Mungu. Neno alikuwa Mungu. Now listen. Unajua tunaposema Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa come on, unaelewana hapa? Sema Yesu ni mwana wa Mungu. Sema Yesu ni mwana wa Mungu. Baba yake ni nani? Mungu ni baba, sio? Mungu ni baba. Sio kama vile ni wanadamu wanavyokuwa. Kwa mfano. Peter bisimama. Tunamfahamu Peter, si ndio? Huyu Peter majuzi tu hapa hakuwa baba. Huyu hakuwa baba juzi tu, alikuwa Peter tu. Sawa. Baadaye amekuwa baba baada ya kupata mtoto. You become a father when you have a son or a child. Sawa. It's when you become a father. There was a time ulikuwa fatherless. Si ndio? Alikuwa childless. Kwa hiyo he wasn't a father because he was a childless. So hakuwa baba. Sasa tunaposema Yesu ni mwana wa Mungu, watu wengi wanafikiria kwamba Mungu alikuwa baba baada ya Mariamu kupata mimba, au baada ya Yesu kuzaliwa na Mariamu ndio Mungu akawa baba. Kwa huko nyuma Mungu hakuwa nani? Baba. Peter hakuwa baba huko nyuma. Sawa? Alipopata watoto akawa baba. Huko nyuma alikuwa Peter tu, tunamfahamu hapa Peter. Alimwoa yule binti yangu, wakapata watoto, akawa baba. Kwa hiyo sasa hivi naye anaitwa baba. Huwa nikimpigia simu, vitoto vyake kamoja kakapokea simu juzi, kanamuita Peter, simu yako. Anamuita Peter. Lakini ni baba. Kumuita Peter kuondoa yule ubaba. Sasa mnanifuata vizuri? Mungu hayuko hivyo. Kwa taarifa yako sasa, Mungu hajawahi kuwa bila mtoto. Hajawahi kuwa sio baba. Kwa sababu wakati mtu unakuwa baba, lazima kuwe na mtoto. Kwa mtoto na baba vyote vinaenda kwa wakati mmoja. Hapa nimeeleweka sijui? Yaani ili uwe baba lazima kuna mtoto hapa. Kwa mtoto baba. Huwezi kuwa baba bila mtoto. Na huyo hawezi kuwa mtoto bila baba. Kwa baba mtoto, they have to happen. Yaani ni vitu vinatokea pamoja vyote. Kwa Mungu hakuna wakati aliwahi kuwa bila sio baba. Yaani hana mtoto. Ndio maana soma ile andiko, weka mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza nasemaje? Hapo mwanzo kulikuwa kuna neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. That means neno alikuwepo na baba alikuwepo. Neno alikuwepo na baba Come on, nasema na watu hapo. Nasema na watu hapa. Kwa hiyo baba alikuwepo na mtoto alikuwa na son alikuwa, mwana alikuwepo pia. So ni wa milele. Weka Efeso sura ya kwanza, I think mstari wa 3. Wa kwanza. Sura ya kwanza, weka Efeso sura ya kwanza. Atukuzwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Twende mbele. Anasema kwa vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Nani kwanza imesema atukuzwe nani? Hebu rudi mstari wa 3. Rudi mstari wa 3. Tusome moja mbili tatu twende. Anaitwa baba wa Bwana wetu Yesu. Alafu akasema nini? Aliyetubariki kwa baraka za namna gani? Katika ulimwengu wa nini? Ndani yake. Hizi baraka tulibarikiwa lini? Twende mstari wa 4. Anasema kama vile alivyotuchagua katika yeye
kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kabla ya milima kuwepo, kabla ya dunia kuwepo, kabla ya bahari kuwepo, kabla ya mbingu kuumbwa, sisi tulikuwepo. Kwa mwana alikuwepo, baba alikuwepo, na anasema tulichaguliwa ndani yake. Kwa Mungu ni baba, is an eternal father, na Yesu ni eternal son. Sio, mnaelewa? They are both eternal. Kwa haikutokea tu. Sasa hapa nataka kuconclude hivi. Uamsho ndani ya maisha yako hauji kwa sababu, now listen to this. Uamsho ndani ya maisha yako hautakuja kwa sababu you pray too much. You sing, you jump. Vyote hivyo ni vizuri na vinatakiwa vifanyike kwa bidii sana. Lakini kitakacholeta revival ya kweli kwenye maisha yako ni kumwamini Yesu. Na kumwamini Yesu yupi? Aliye ndani ya Baba. Lazima ujue yuko ndani ya Baba na Baba ndani yake. Are we together here? Sawa sawa. Unanielewa? Lazima utafute kumjua Yesu, umwamini Yesu, utembee katika kumwamini Kristo Yesu aliye ndani ya Baba na Baba ndani yake. Now listen. Kukuonyesha kwamba Yesu ni Mungu, mtu kuna vitu lazima vijue hapa. Okay, unaweza ukaamini miujiza au vyovyote. Hata hiyo miujiza aliyoifanya Yesu, hakuna muujiza, now follow me, nataka kumalizia hapa. Hakuna muujiza ambao Yesu aliufanya kwa ajili ya maonyesho, kwamba watu waone tu kama nimefanya. Naona? Hakuna muujiza. Ndio maana hata miujiza mingine alifanya hakuruhusu watoe shuhuda. Hakuruhusu watoe shuhuda. Anaambia nyamaza kimya. Umetendewa, nyamaza. Kila muujiza aliyofanya Yesu Kristo ulilenga kumdhihirisha kwamba yeye ni Mungu. Alitaka tu kuonyesha I am God. Hebu niweke Marko sura ya 2 kuanzia mstari wa 3 hapa. Marko sura ya 2 kuanzia mstari wa 3. Utaona maneno anayosema. He is God. Jiamini, unambeba Mungu mkuu sana ndani yako. Anasema hivyo, wakaja watu wakimleta mtu mwenye kupoza, anachukuliwa na watu 4. Mstari unaofuata 4. Anasema na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, walitoboa dari pale alipokuwepo, na wakiisha kulivunja wakaliteremsha godoro alilolilalia yule mwenye kupoza. Yani wameenda juu wanamteremsha hivi. Jamaa wamebomoa. Sasa mimi najiulizaga, wakati wanabomoa takataka ilikuwa anguki pale. Anyway, mambo ni mengi, twende. Naye Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupoza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Huyu walitegemea aseme kwa jina la Yesu nyanyuka, si ndio? Anasema mwanangu, umesamehewa nini? Nao si wote. Angalia kilichofuata. Twende mstari unaofuata. Angalia, anasema hivi, na baadhi ya waandishi waliokuwepo huko, kama wale wa kwenye mtandao wale, wameketi wakifikiri mioyoni mwao. Twende. Anasema, mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? They had hawakuwa na knowledge kwamba Yesu ni nani. Tumeelewa? Na watu wengi hata kanisani ndivyo mlivyo. Hamjui Yesu ni nani. Angalia mamlaka hayo sasa. Yeye amesamehe dhambi. Watu wanashangaa kwa nini asamehe dhambi? Anayeweza kusamehe dhambi ni Mungu tu. Hawajui yeye ni nani. Na anasemaje hapo sasa? Twende mbele. Anasema mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao, akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Sasa kwanza hiyo tu ni position ya Mungu, kwamba anayasikia mpaka mawazo ya moyo. Sio, umenielewa? Kwamba hata mawazo ya moyo yanaweza kasikika kwa Yesu. Anayasikia mpaka mawazo ya moyo, kwamba this is how, hivi ndivyo wanavyofikiria ndani ya mioyo yao. So hiyo ni nafasi ya uungu. Sawa sawa. Twende mbele. Anasema vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupoza, umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka, ujitwike godoro uende? Kipi chepesi? Haya, twende mbele. Akasema lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani kusamehe dhambi. Hapo amwambia yule mwenye kupoza. Twende sasa. Akamwambia mwenye kupoza, na kuambia ondoka, ujitwike godoro lako uende nyumbani kwako. Sawa sawa? So hiyo si ndio wanataka? Nimeisema na yenyewe sasa.
Kusamehe dhambi, wameona shida sasa. Jitwike godoro, ondoka. Hakusema nakuponya, no. Amekaa kwenye nafasi yake ya uungu, anatumia mamlaka, simama, chukua godoro. Neno limeshatoka kwa ndani yake. Simama. Chukua godoro, jitwike. Nenda nyumbani kwako, akaondoka. Kila kitu kama aliweza kuumba mbingu na nchi kwa kusema tu, iwe nchi, iwe mbingu. Kuponya tu huyu kutembea, spea sinazo, si neno langu ndio limeumba, ndio linaloweza kumsimamisha. Nyanyuka, chukua godoro, nenda nyumbani kwako. Wote nini kilifuata? Akasemaje? Akasema mara akaondoka, akajitwika godoro lake, akatoka mbele yao wote, hata wakastaajabu wote, wakamtukuza Mungu wakisema, hatujawahi kuona jambo kama hili kamwe. Na ndio maana na wewe unaenda kuona ambalo hujawahi kuona kamwe, kwa jina la Yesu. Hata wewe unaenda kuona ambalo hujawahi kuona kamwe, ukimwamini huyu aliyetumwa na yeye. Position ya Yesu. Now, when you know the position and you know Yesu ndani ya maisha yako, you know that I am having God in my life. Tena unatembea kama mtu anayemjua Mungu. Now listen, nisikize vizuri sana. And this is the reason kanisa ni dhaifu. Sababu hatujajua nafasi ya Yesu ndani ya maisha yetu, na sisi hatujajua nafasi yetu ndani yake. Ndio maana tunakuwa na udhaifu. Ndio maana kanisa linaweza hata likachezewa tu. Mtu anaweza akasema chochote, wakaamua chochote hata kinyume na taratibu, tukapelekeshwa tu, kwa sababu hatujasema. Lakini nataka nikuhakikishie, tukisimama na huyu Yesu 100%, tukamwamini kama alivyo, tukamchukua kama alivyo in our lives, hakuna mwanadamu anacheza na sisi. Hakuna kitu, hakuna serikali, hakuna chochote, hakuna jeshi linaweza kusimama na kanisa. Kanisa is something different. Listen, sisi ni wawakilishi wa Kristo duniani, wawakilishi wa Mungu duniani. Kwa lazima tutembee na Kristo Mungu ndani ya maisha yetu. Kama alivyokuwa Yesu duniani, ndivyo tunavyopaswa kuwa 100%. Pia anakuelewa. Muulize jina lako, amekuelewa haya? Muulize amekuelewa? Next time nikisimama nitaendelezea hapo. Kwa leo naishia hapo. Sema amen. You need to know him. Unahitaji kumjua Yesu. He is God. Aliye katika kifua cha Baba ndiye aweze kumfunua. Ndio maana ni ngumu sana ukisema vitu vya Mungu, ni ngumu sana. Ngoja nikwambie, hakuna mwanadamu, hakuna prophet, hakuna apostle, hakuna bishop, si pastor, whatever, anayeweza kumwelezea Yesu kama alivyo. Haiwezekani tu. Ndio maana alikuja mwenyewe kujielezea alivyo. Sababu mimi ndo najua nilivyo, si ndio? Mimi ndo najijua nilivyo. Kwa hiyo when I come to you, nikitaka kujieleza how I am, mimi ndo naweza kueleza vizuri. Mtu mwingine yeyote atabahatisha. Kwa hiyo Yesu akaja katika wanadamu, katika mwili wa mwanadamu, ili ajifunue kwetu, amfunue Mungu kwetu, kwa sababu yeye ni Mungu, yuko ndani ya Mungu. Kwa hiyo he knows God. Yuko ndani ya Mungu, anamjua. Haleluya. Mwambie jana kusoma Biblia. Acha kuwa mjinga. Mwambie hivyo. Kwa sababu listen, sikiliza. Sikiliza nilikuwa why nasema hivi. Ukikaa unasali, you come to church, you go home, you come to church, you go home. Come on, mnasikiza hapa? Unakuja kanisani, unarudi nyumbani. Unakuja nyumbani, unarudi nyumbani. You want to be a Christian. You can't be a Christian kwa sababu unakuja kanisani. You will never. Usibabaishwe na makusanyiko huko wanapakwa mafuta wanafanya nini. Most of them are not Christians. I have the guts to say this. Nakwambia nina ujasiri wa kusema hii, kwamba wengi sio wa Kristo. In the churches nowadays, people just gather, wanakwenda pale kwa ajili ya wenyewe wanajua wanachokifuata, I don't know what. Lakini amua kuwa Mkristo. We want to show the world kwamba Kristo ana watu duniani. Kanisa liko duniani. Kristo anaishi duniani. Lakini hiyo haitakuja kwa sababu tuna celebrate tu, tunasali na nini na nini. Don't waste your time. Make sure you eat every day. Siku moja nilikuwa namfuatilia ile siku anafundisha ile somo la kula. Kula. The problem we have in the church, people don't want to eat. Mtoto asipokula anakuwa mtu wa namna gani? Anakuwa kiumbe cha namna gani? Mtoto asipokula anakuwaje? Nani ana mtoto mchanga hapa? Kuna mtu ana mtoto mchanga hapa? Mwenye kichanga nani anacho? Kichanga. Hako kakubwa. Kichanga, nataka kichanga.
Hamna mwenye kichanga? Wote wamekoma. Hamzai? Kiko wapi? Kichanga kiko wapi? Nje. Nataka aliyoko hapa. Lete mama. Kichanga kileta hapa. Kileta hapa. Leta hapa. Ngana kenyewe kameanza kukomaa. Weka hapa. Kichanga. Sasa huyu hapa. Huyu hajui kazi nyingine zaidi ya kula. Hana kazi nyingine ila kula anajua. Huyu hajui. Huyu mjae kiuma. The only sign to show kwamba I have a problem ni kulia. Sawa sawa. Kulia. Now let me tell you one thing. Cry for God. Cry for God. Eat. And cry for God. Acha maneno mengine, atuache siasa. Mimi baada ya ile clip ya damu ya Yesu nimegundua kanisa lina shida. Kuna shida kubwa sana. Ujuaji mwingi sana. Knowledge haipo. Knowledge ya Yesu haipo. Amua kusoma Biblia. Narudia, soma Biblia. Kwani wana miezi mingapi? 4. Kana kilo. Hapa hawezi kama muda mrefu. Nenda kwa mamako. Mpaka mkono unauma. Anakula. Hii ni matokeo ya nini? Kula. Matokeo ya kula. Mwambie jirani yako usikubali kuwa andunje. Amua kula. Mwambie kataa marasimas. Kataa kwa shako. Kula. Amen? Yes. Unajua uzuri neno la Mungu ni full, ni complete diet, si ndio? Imekamilika, ni diet iliyokamilika. So amua kula. Mwambie jirani yako kula. Mwambie usipokula unakuwa mjinga. Mwambie je, umekubali kuwa mjinga? Muulize, umekubali kuwa mjinga? Tuna shida ndani ya kanisa sasa hivi, nakwambia ni ukweli. Watu hawasomi Biblia, watu hawajifunzi maandiko. Utamjuaje Yesu? Utaishije kwa imani? Imani haiji kwa sababu unasali mpendwa. Imani sio maneno, imani ni practical. Faith is practical. You have to show the world kwamba Kristo anakaa ndani yangu na mimi nakaa ndani yake. Naeleweka hapa jamani? Nasema naeleweka. Inua mikono yako miwili. Sema Roho Mtakatifu, ninakataa kuwa wa kawaida. Kwa sababu Kristo Yesu akaae ndani yangu sio wa kawaida. Ninakataa ukawaida. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakataa ukawaida. Ninakataa kuishi kwa mazoea. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakataa kuishi kwa mazoea. Hebu omba, kataa ukawaida, kataa mazoea, kataa. Sijasema unongone, kataa kwa fujo. Kataa kwa fujo. Kataa kwa fujo. Kataa kuishi kwa mazoea. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kataa. Kristo Yesu akae ndani yako sio wa kawaida. Yesu akae ndani yetu sio wa kawaida. Mungu anayeishi ndani yetu sio wa kawaida. Hatuwezi kuwa watu wa kawaida sababu anaishi ndani yetu. Mungu akae ndani yetu sio wa kawaida. Tukatae kuishi kwenye mazoea. Hatuishi kwa sababu watu wamesema hivi. Hatuishi kwa sababu umehubiri hivi. Tunaishi kwa sababu neno linasema. Tuishi kwa sababu neno linasema. Yes, inua mikono yako. Sema kwa jina la Yesu. Kristo Yesu akae ndani yangu ni Mungu. Kristo Yesu aishie ndani yangu ni Mungu. Mungu anakaa ndani yangu. Mungu ndani yangu, mimi ndani yake. Mimi sio wa kawaida. Mimi nambeba Mungu. Mimi ni Mungu kwa jina la Yesu. Ndio maana nayaweza mambo yote katika yeye akae ndani yangu. Kwa jina la Yesu akae ndani yangu. Ni mkuu kuliko aliyoko duniani. Akae ndani yangu. Ni mkuu kuliko aliyoko duniani. Mimi ni zaidi ya yule aliyoko duniani. Kwa jina la Yesu. Amen. Wewe sio failure. Wewe sio mtu wa kushindwa. Wewe ni mshindi. Nasema wewe ni mshindi. Na ninapozungumza
Nani yuko wapi yule binti? Yule binti amekuja hapa, nimeambiwa mimi, nilipigiwa simu na Yohana kwamba tangu ameolewa yeye anaumwa tu. Hata kumkisi mume wake hawezi. Yeye anaumwa tu. Damu zinapungua tu, wanaongeza damu. Mwisho ilikuwa inatakiwa walipe 6 million pale Muhimbili. 6 million msifanyike kitu gani? 6 million. Ndio wakaona Yohana akakumbuka. Siku moja aliugua akalazwa Kitengule. Sasa nikamwambia atoki. Akatoka Kitengule, nikamwambia mtoweni Muhimbili. Mimi juzi hapa last week nilivyokuwa hapa ile wiki ile. Nikamwambia mtoweni Muhimbili, mlete tukutane kanisani. Wamelazimisha wamemtoa Muhimbili. Amekuja hapa, nani alikuwepo siku hiyo? Nilimwombea. I didn't pray. Nikamwambia you are healed, sit there. The authority. Najua mimi ni nani. Najua anayekaa ndani yangu. Si mnanielewa? Mnanielewa? Nilimwambia alipokuja ikawa nimemshikilia hivi, nikamwambia wewe unaumwa nini na nini? Wakati mwingine nikamwambia kwanza imeandikwa, mtaweka mikono juu ya wagonjwa watapata nini? Biblia haijatuambia tukiweka tukemee. Huo ni ufundi wetu. Huo ni ufundi wetu. Ukiweka tu mkono namna hii, you don't have, hata usiposema chochote, so long as the hand is on the sick person is healed. Unayo mamlaka hiyo na wewe. Unaweza kuwa hapa. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Hata kama umekuwa diagnostic kwamba you are HIV positive. HIV ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine. Amini katika yeye aliyetumwa na yeye, then everything is done. Ukiamini katika yeye aliyetumwa na nani, kila kitu kinafanyika. Uzima wa Mungu uko ndani yako kwa jina la Yesu. Nasema uzima wa Mungu uko ndani yako kwa jina la Yesu. Kumbuka, sijasema uhai, nimesema uzima wa Mungu. Uzima wa Mungu uko ndani yako kwa jina la nani? Weka mikono kwenye kifua chako miwili. Nasema kwa jina la Yesu, nakushukuru Bwana Yesu. Mimi ni mzima na afya yangu ni njema. Ninayafurahia maisha kwa kuwa wewe unakaa ndani yangu. Kama wewe ulivyo afya, ndivyo mimi nilivyo afya. Na afya ni mgao wangu kwa jina lako Yesu. Amen. See